Kwa majina naitwa Rajabu Amiri, rais wa shirikisho la filamu Tanzania. Nimeona jinsi ambavyo mmekuja kwenye familia hii ya marehemu Hashim Kambi. Kipi ambacho kimefanya muweze kuwepo hapa leo? Asante, tulikuwa na msiba wa mzee wetu ambaye ametangulia mbele ya haki, mzee Hashim Kambi. Nadhani ni mmoja kati ya waigizaji wa kongwe katika nchi hii ambaye ametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo tumekuja kwenye nyumbani kwake baada ya jana kumaliza kuzika pale Kisutu na tukafanya ibada zote za marehemu pale Maamur. Leo tukasema tuje tuione familia nyumbani kwake ambapo kuna watoto wake na mke wake. Lengo kuu la mazumuni ya safari hii, tumekuja kwa ajili ya kuleta rambirambi na pole za wafiwa kwa ajili ya michango tuliyoipokea. Tulipokea fedha kutoka kwa waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Bwana Paulo Christian Makonda. Fedha hizo nyingine zimetoka kwa mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, DC Edward Mpogolo, lakini bodi yetu ya filamu Tanzania ambayo muda wote tumekuwa nayo bega kwa bega na imetoa fedha kwa ajili ya msiba huu, lakini shirikisho la filamu Tanzania, chama chetu cha waigizaji Tanzania, wadau na wasanii mbalimbali, kila mmoja kwa namna yake alichangia. Baada ya michango ile kutimia, tukalazimika kufanya matukio yote yaliyokuwa yamefanyika kuanzia siku ya kwanza, siku ya pili kumstiri mzee wetu. Tukabakiza fedha kiwango cha shilingi milioni 7. Tukaona fedha hizi ni vizuri tuzifikishe nyumbani kwa marehemu ambapo tuwape wafiwa watoto wake na mke wake. Hilo ambalo ndo tumelifanya. Tuishukuru serikali yetu inaongozwa na Daktari Samia Suluhu. Siku ya kwanza tu taarifa iliyopatikana ametupa pole familia na sisi shirikisho la filamu Tanzania na wadau mbalimbali wote kwa ajili ya kazi hii. Kwa hiyo tuwashukuru wote kwa ajili ambavyo wamefanya kazi ya kutusimamia na kushirikiana nasi kwa ajili ya kumstiri mzee wetu. Lakini jana tumeona wasanii mbalimbali wa filamu wakiwa wameungana kwa ajili ya kuweza kumpumzisha mzee wetu Hashim Kambi. Kama rais wa shirikisho la filamu Tanzania, neno lako ni lipi kwa wasanii wote ambao walijumuika kwa namna moja au nyingine kipindi hiki kigumu cha mazishi ya marehemu Hashim Kambi? Kwanza mimi nafarijika sana unapokuwa kiongozi mkuu wa taasisi alafu watu wako wakiwa na jambo kama lile wanajitokeza kwa wingi. Mimi nafarijika sana hata kama na mapungufu kiasi gani, lakini tunapotokea swala lote la msiba, wasanii wa filamu wanashikamana sana. Niendelee kuwapongeza, niendelee kuwashukuru, niwape pole, lakini niwaambie huu msimamo wanaoonyesha unatakiwa tuendelee kuonyesha. Lakini kubwa zaidi, mzee Hashim Kambi amefanya vitu vikubwa kwenye sanaa ya nchi. Leo tuendelee kumuiga kwa kumwenzi, kwa kufanya mambo mazuri ambayo tutakuwa tunamkumbuka na watu wote tutasema tunawezaje kuziba pengo lake au tutaishije kwa ajili ambavyo yeye alivyokuwa anaishi. Mzee Hashim Kambi, mnagundua wote mliokuwa mnafuatilia, alikuwa na mashabiki wengi kwa sababu alikuwa na nidhamu, alikuwa na utulivu, alikuwa na dini, alikuwa ni mtamaduni, ni mtu anapenda nchi yake, si kitu kidogo. Tunawaomba wadau wote wa filamu, waigizaji, wasanii wahakikishe wanafanya yale ya mzee Kambi aliyoyafanya ili maisha yao ya mwisho tuwakumbuke kwa ubora na ustadi wa hali ya juu. Kwanza ni masikitiko makubwa sana kwa sababu mwenzangu kazi aliyofanya kwenye sanaa ni kubwa sana, na alikuwa na vitu vya ziada kama ilikuwa ni mchezaji wa Yanga siku za nyuma na mengi ameyafanya katika jamii. Kwa hiyo kuondoka kwake kunauma sana, hasa hao waliochagua kama mimi ndio nione mechi yake kwa mara ya kwanza. Kifo kinauma sana, hasa kwa mtu ambaye unamfahamu, mtu ambaye unamuona kabisa kama anatembea, anazungumza, mnafanya naye kazi na kadhalika. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ni msiba wetu mkubwa sana katika tasnia na kwa taifa kwa jumla. Lakini upande wa pili nashukuru bodi ya filamu, yani serikali, mpaka jiji la Dar es Salaam, meya tulikuwa naye pale, mkuu wa wilaya na kadhalika, kwamba hatukuachwa peke yetu wasanii. Tumesaidiwa kwa hali na mali. Tulikuwa na ushirikiano mkubwa sana. Na nyanja zote pale Kisutu tumepata wapesa wa kujenga kaburi lake. Msikiti wa Maamur umetufanya kwamba tutumie kama ni wa kwetu na kadhalika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunashukuru sana kwamba tumeweza kushirikiana pamoja.
na kuondoka kwake hakuna maana kwamba sisi tutengane au tubaguane, hapana. Tuendelee kuwa kitu kimoja, tuendelee kusaidiana, kuongozana na hata kukosoana. Yote hayo tuyafanye. Narudi tena kushukuru serikali, bodi ya filamu na wale viongozi wetu wote kuanzia rais wa wasanii kwamba tumeweza kushirikiana pamoja kuweza kufanya hili jambo, na pia nashukuru ile michango yote iliyotolewa na serikali na watu binafsi na wafanyabiashara na kadhalika kuweza kutimiza jambo hili. Ndio maana leo tumeweza kuja hapa na kukabidhi hiyo family. Nashukuru sana. Mimi naitwa Chiki Mchoma, mwenyekiti wa chama cha waigizaji Tanzania. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo tumeshavuka hatua ile ambayo ilikuwa ikitukabili kwa namna ya hofu na wasiwasi mwingi sana. Lakini nawashukuru pia waigizaji na wadau mbalimbali wa tasnia, na miongoni mwa hao ni Mheshimiwa Paul Makonda. Paul Makonda, Mwenyezi Mungu akubariki kakaangu. Umejua kuitumikia tasnia yetu kwa muda mrefu sana, na tunaona manufaa ya wewe kuendelea kututumikia. Wakati huu ambapo umeshikilia nafasi ya uwaziri, unathibitisha kwa nini wewe ulistahili kuwa waziri wetu. Nakushukuru sana. Lakini pia wadau mbalimbali ambao walijitolea kwa namna moja ama nyingine, tunawashukuru. Nashukuru sana familia ya marehemu mzee wetu Kambi, wametupokea vema, tumesikilizana nao vizuri, tumeweka makubaliano yaliyo bora na mazuri kweli kweli, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimewakaribisha watoto hawa waendeleze kipaji cha mzee wao, lakini jina la mzee ambalo kimsingi linatakiwa liendelee kusikika na wao wakawa ni mifano. Kwa hiyo kimsingi kila kitu kimeenda vizuri, tunashukuru sana. Tunawashukuru sana Watanzania wapopote pale mlipo, tunawashukuru. Lakini pia wadau mbalimbali walio nje ya Utanzania ambao wameguswa na mzee wetu, kwa sababu mzee wetu ameweza kuwafikia watu mbalimbali wa Kongo, wa Nyarwanda, wa kila aina, wa Kenya na watu wengine wote mlioguswa na msiba wa mzee na kutoa pole kwetu. Tunawashukuru sana. Jana tulimuona meya wa jiji la Dar es Salaam akiwa ameshiriki kwenye msiba, lakini pia tuliweza kumuona DC wa Ilala na madiwani mbalimbali wakiwa wapo pale, lakini waigizaji pamoja na watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Hii inatufundisha nini? Upendo. Upendo. Na huu ndio Utanzania. Mimi nataka niwaambie watu, huu ndio Utanzania. Namna ambayo Watanzania tunaweza kushikamana. Tuna rais mmoja tu, mama yetu Samia Suluhu Hassan, anaendeleza mshikamano wa Watanzania. Hakuna kubaguana. Watu wetu wote wanafika na kila mmoja anakutia faraja na anakutia moyo. Huu ni Utanzania wa kipekee sana. Tunampongeza sana rais wetu. Asante. Kupitia vyombo vya habari mbalimbali na Instagram page kubwa kubwa hapa nchini Tanzania, tuliona kauli ya Steve Nyerere ikisema moja kwa moja kwa nguvu kubwa, lakini ikimaanisha upendo na mshikamano. Akagusa sekta ya waimbaji wa muziki wa dansi kutokushiriki kwenye misiba mbalimbali, ikiwemo msiba huu wa marehemu Hashim Kambi. Kama kiongozi, neno lako ni lipi? Wale ni familia yetu. Kwa hiyo alichokiongea Steve ni dhamira ya kuwakumbusha tu ndugu zetu kwamba jamani, hili ni la kwetu na tuendelee kushikamana, kwa sababu sisi tumekuwa kwenye matukio yanayowahusu wao. Kwa hiyo tumewakumbusha na tunategemea wamelisikia na wamelielewa, kwa sababu bahati nzuri wana viongozi shupavu sana. Akina dada Luiza ni viongozi wa hadhi ya juu sana, akina Anania, hao wote tunawaheshimu sana. Kwa hiyo tunawakumbusha, ule ni ukumbusho. Neno lako kama kiongozi kwa msiba huu mzito ambao umetukuta kwenye tasnia yetu ya filamu hapa nchini Tanzania, kumpoteza nguli ambaye ameapia wakati wote, jana, juzi na leo. Yani jina lake alikuwahi kufifia, sauti yake itabaki kuwa ni sauti bora na kuendelea kuisikiza mara kwa mara. Lakini filamu pamoja na tamthilia ambazo wameshiriki kwa kiwango kikubwa, tena kwenye engo tofauti tofauti, kwa maana akipewa nafasi mbalimbali, ni lipi? No, mimi ninachojaribu kusema, mzee wetu bado yupo, yungali hai. Kuna kazi kadha wa kadha ambazo amezifanya na hatimaye imefika wakati Mwenyezi Mungu amemuita, sauti yake itaendelea kusikika. Na mzee yule alifanya moja ya kazi kubwa kabisa ya Mpali
Ile ni kazi ya Zambia ujue. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaendelea na kitaendelea. Kwa hiyo mzee wetu bado anaishi na ndio ubora aliouthibitisha kwenye film industry kwamba yeye yupo na ataendelea kuishi. Kwa hiyo tuendelee kumwombea heri na neema huko alikoelekea yeye, kwa sababu sote tutakwenda. Mwenyekiti, wewe kwa mapenzi yako na macho yako kwenye screen kumuona marehemu Hashim Kambi, ni karakta gani akiwa anacheza binafsi kwako ilikuwa ikikufurahisha sana? Baba wakati wote alikuwa akiishi maisha ya baba, hilo tu. Kuna namna wasanii ambao wamebaki kwenye tasnia kuchukua mazuri, kwa sababu hatukumuona akiitwa na bodi ya filamu kupewa adhabu za hapa na pale, kufungiwa au kukemewa, lakini alidumu kwa muda mrefu bila kuwa na skendo kwenye game ya tamthilia na movie hapa nchini Tanzania, na mpaka anaondoka heshima yake imekuwa kubwa na anatajwa kwamba ni msanii mwenye kipaji cha kuzaliwa. Haswa, sikiliza, yule kwa hadhi aliyokuwa anaitumikia, wasanii walikubali awe makamu mwenyekiti wa chama cha waigizaji Ubungo. Hadi unapewa nafasi hiyo, ujue wewe ni mtu wa mfano bora wa matendo yaliyo mazuri kwenye jamii yetu, maadili yaliyo bora. Kwa ndio maana nikakwambia yeye anapendeza na nitamisi kwenye kucheza ubaba, kwa sababu alikuwa akivaa karakta ya ubaba ambayo kimsingi ni msimamizi bora wa maadili yote ya kifamilia. Pole sana. Asante sana kakaangu. Mimi naitwa Hashim Kabelwa. Hapa nimesimama kama msemaji wa familia kwa niaba ya familia, nikiwa hapa na watoto wa marehemu watatu wanaonekana na wajukuu. Tupo hapa kwa ajili ya kupokea, tulipata ujumbe jana kwamba tutatembelewa na viongozi wa serikali pamoja na rais wa shirikisho la filamu Tanzania pamoja na chama cha waigizaji. Kwa wamefika kama walivyokuwa wamezungumza, wamekuja kutukabidhi rambirambi. Kwa hiyo kwa sisi kama familia tunaomba tuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa waziri wa habari, utamaduni, vijana na michezo, pia bodi ya filamu Tanzania, shirikisho la filamu Tanzania, chama cha waigizaji Tanzania pamoja na wadau wote wa tasnia ya filamu kwa mchango wao, lakini pia kwa kujitoa kuanzia siku ya kwanza kaka yetu, baba yetu, ndugu yetu Hashim Lamsey Kambi alipopata tatizo mpaka umauti unamkuta, lakini mpaka tunakwenda kuhifadhi maiti kwenye msikitini pale Maamur, lakini mpaka tunakwenda kuzika siku ya jana. Kwa tunatoa shukrani kubwa sana. Sisi kama familia hatuna cha kuwalipa. Tunawashukuru sana. Pole sana. Kama itakupendeza, msemaji wa familia, kwa ufupi sana, kwa mtu anayekuona kwa sasa hivi na anatamani kujua nini chanzo cha kifo cha marehemu Hashim Kambi, kwa niaba ya familia kama msemaji. Chanzo kama kilivyokuwa kimeandikwa, lakini chanzo rasmi ni kwamba alikuwa yupo katika shughuli zake, lakini kwa bahati mbaya akadondoka, akamkimbiza hospitali. Majibu ya hospitali kama ilivyokuwa imeandikwa, imezungumza pia jana wakati wasifu wake kwamba ilikuwa ni shinikizo la moyo. Hicho ndio chanzo cha umauti wa ndugu yetu. Kwenye mtandao kuna mambo mengi sana, kila mtu anaongea lake. Kwa kuwa wewe umesimama kwa niaba ya familia, unaweza kutuambia marehemu Hashim Kambi ameacha watoto wangapi? Marehemu Hashim Kambi ameacha watoto watatu ambao ni hawa hapa. Wa kwanza ni huyu hapa anaitwa Shamim Lamsey Kambi, wa pili ni huyu hapa anaitwa Muhammad Lamsey Kambi, na watatu na wa mwisho ni huyu hapa anaitwa Rahma Lulu Lamsey Kambi. Kwa niaba ya mashabiki wa marehemu Hashim Kambi, neno lako, neno la familia kwao. Okay. Kwanza kabisa, na pia ameacha mjane pamoja na watoto. Mimi neno la familia liko pale pale, ni shukrani tu. Shukrani kuanzia kwa serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, bodi ya filamu Tanzania, shirikisho la filamu Tanzania pamoja na chama cha waigizaji Tanzania na wadau wote wa tasnia ya filamu. Lakini pia kuna wadau wengine pia ambao, kwa sababu kaka yetu alikuwa pia ni mchezaji wa mpira, nao tuliwaona pia wale wachezaji marejendi nao walikuwepo. Kwa hiyo wote tunawashukuru sana kwa kutukimbilia. Na tumeona msiba wa marehemu Hashim Kambi ukuwa umekusanya watu mbalimbali wengi. Kwenu nyinyi kama familia, hii inawafunza nini? Inatufunza kwamba kaka yetu ambaye pia alikuwa ni baba, alikuwa ni mtu ambaye ana upendo na watu, anashirikiana na watu, lakini pia alikuwa anaishi na watu vizuri. Poleni sana na endeleeni kupoa, tuko pamoja kwenye wakati huu mgumu ambao tunaopitia. Asante sana. Karibuni.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.